Wakati timu nyingi duniani zikiwa zinasubiri kwa hamu hatima yao ya kushiriki kombe la dunia la mwaka 2030, huku wakiwazia mchakato mgumu wa mechi za mchujo. Tayari kuna mataifa 6 yaliyojihakikishia tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030 bila hata kushuka dimbani kwenye mchujo. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeingia kwenye historia kwa kutangaza kuwa michuano ya mwaka 2030 itakuwa ya kipekee zaidi, ikiandaliwa katika mabara 3 tofauti na kuhusisha nchi 6. Kwa mujibu wa kanuni za FIFA, nchi yoyote inayopewa wenyeji wa kuandaa kombe la dunia hupata tiketi ya kufuzu moja kwa moja. Hapa Watanzania tunatamani na sisi tupewe wenyeji huo, kwani mchakato wa kusaka tiketi umekuwa mgumu sana kwa miaka yote. Waandaaji wakuu wa michuano hii watakuwa mataifa 3: Hispania, Ureno na Morocco. Nchi hizi zitahusika kuandaa idadi kubwa zaidi ya mechi za mashindano hayo, huku Morocco ikifanya historia ya kuwa nchi ya pili kutoka barani Afrika kuwahi kuandaa michuano hii baada ya Afrika Kusini mwaka 2010. Lakini swali linabaki, mbona Paraguay, Argentina na Uruguay nazo zimefuzu moja kwa moja? Mwaka 2030 itatimia miaka 100 kamili tangu kufanyika kwa kombe la dunia la kwanza kabisa nchini Uruguay mwaka 1930. Ili kuadhimisha miaka hii 100, FIFA imeamua kuzipa heshima nchi za Amerika Kusini, Uruguay, Argentina na Paraguay kuandaa mechi moja kwa moja za ufunguzi wa mashindano hayo. Maamuzi haya yanafanya kombe la dunia la mwaka 2030 kuwa michuano ya kwanza katika historia ya mchezo wa mpira wa miguu kuunganisha mabara 3 kwa mpigo, yani Afrika, Ulaya na Amerika Kusini. Wakati mataifa mengine yakivuja jasho kusaka pointi za kufuzu, Hispania, Ureno, Morocco, Uruguay, Argentina na Paraguay tayari ziko mbele zikiwa na tiketi zao mkononi. Je, kwa mtazamo wako, uamuzi huu wa FIFA wa kusambaza michuano kwenye mabara 3 tofauti utaongeza msisimko wa soka? Hii ni AyoTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.